Mtazamaji, hapa ni Msongola, niko na katibu wa huduma ya uinjilisti na uimbaji kama sijakosea, kutoka kanisa la Canaan EAGT Msongola. Karibu sana. Majina yako ni nani kwanza? Majina naitwa Mary Nashon Koroko. Mimi ni katibu wa huduma ya uimbaji na uinjilisti. Tunafanya injili ya ndani na nje. Tunatoka mitaani kwenda kuhubiri. Tumeshafanya mara 4 kupeleka injili mitaani. Tunaenda na waimbaji, vikundi vya kwaya mbalimbali. Kule mtaani mkifika, kuna baadhi ya watu nimewaona wanapita na makapu ya kuomba sadaka, na ninyi pia mnafanya hiyo? Hapana. Sisi tukifika pale tunatangaza jina la Yesu, tunafanya huduma ya maombi. Tukishamaliza huduma ya maombi, tunawaambia tunapatikana sehemu gani, tunamaliza, tunafunga ibada yetu, tunaondoka. Na katika huduma zenu hizo mmefanikiwa kupata mmoja ambaye ameingia kanisani? Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tumepata zaidi ya watu 5. Kutoka tumeanza kufanya hiyo huduma, tumepata zaidi ya watu 5, waliosimama ni watu 3. Na changamoto kubwa ni ipi sana mnapokuwa mtaani? Changamoto kubwa ni mazingira. Wakati mwingine mnaweza mkapeleka sehemu ambayo ni sehemu ya kijiwe, kuna bodaboda, kuna wapita njia. Wakati mwingine unaweza kuwa utulivu usiwepo. Wakati mwingine hata ile ya kuwasikiliza inakuwa ni ngumu, lakini tunamshukuru Mungu. Wakati mwingine kinachotusaidia sisi hapa kanisani, tuna vikundi vya kwaya kama kwaya 4 pamoja na waimbaji, lakini tunapotumia ile mbinu ya kuwakusanya kwa kutumia uimbaji, tunaimba kwanza, vikundi vya kwaya vinaimba na watu binafsi. Wakishamaliza tunakusanya watu kwa design hiyo. Lakini changamoto kubwa ni ile ambao watu wanaweza wakakusanyika wakati mnaoimba, lakini ikifika wakati wa neno wanatawanyika, wanabaki watu wachache. Unafikiri ni kwa nini wanatawanyika, lakini muda wa kuhitaji maombi muujiza wanataka? Mimi naweza nikasema ni mbinu za adui, kwa sababu tayari amewateka tu kuangalia tu tunavyoimba, tunavyocheza, lakini utayari ule wa kumpokea Mungu waga hawana. Kabla ya kusonga mbele, umwelekeze mtazamaji, ukiwa pale frame 10 Kivule, kufika hapa unafikaje Msongola huko? Ukiwa maeneo ya frame 10 kuna bajaji ambazo zinakuja moja kwa moja mpaka Sheli njia panda Kivule. Ukifika pale njia panda Kivule kuna bodaboda, ukiwaelekeza naenda kwa Kolomani, kwenye viwanja vya Kolomani ndiko tunakopatikana. Ni sehemu ambayo ni maarufu sana. Katika huduma yenu ya mtaani kuna muujiza ambao umewahi kutokea? Tunashukuru Mungu, kuna muujiza ambao umeshawahi kutokea. Mungu alishawahi kumponya mtu alikuwa anateseka na mapepo, kwa amefunguliwa. Mpaka sasa hivi tunaye kanisani hapa na Mungu amemfungua. Alikuwa ni Muislamu, lakini mpaka sasa hivi ana miezi 4 toka afunguliwa kwenye vifungo vya mapepo, mpaka sasa hivi amesimama vizuri. Tunapokwenda mtaani tuna vikundi vya kwaya. Tuna kwaya ya Kanani ambayo ni kwaya ya kanisa, lakini pia tuna kwaya ya Faraja, sauti ya Faraja ni kwaya ya mama, lakini pia tuna kwaya ya Tulaiti, hiyo ni kwaya ya watoto, lakini pia tuna kwaya ya CGM. Ila pia tuna waimbaji binafsi, tuna Shadi ambaye ndio mwimbaji wetu kanisani hapa, lakini pia tuna mchungaji naye ni mwimbaji binafsi.